Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wasia wengine waende kwa wanawake, unapozungumza sauti zenu ziwe chini, unapozungumza sauti zenu zisiwe laini, hasatan haya tunayozungumza ni mbele ya wanaume. Usiwe sauti yako iko juu ukiwa mbele ya wanaume, na isiwe sauti yako ya laini ukiwa mbele ya wanaume, kwa sababu kuna wanaume wengine wana mioyo yao ina ugonjwa, wanaposikia zile sauti tayari huwa wameanza kubadilika. Na ndio Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu katika Al-Qur'an Karim akasema, fala yakhdha'na bilqawli fayatma'u alladhi fi qalbihi marad. Mwanamke hafai kulainisha sauti. Kuna watu ambao kwamba wana ugonjwa katika nyoyo zao, wakisikia ile sauti ambayo kwamba ya ulaini tayari tayari amebadilika. Kwa hivyo mwanamke kuondosha zile fitna ambazo zinazopatikaniwa kwa wanaume ambao kwamba nyoyo zao ni gonjwa, sauti yako usilainishe ikawa ni yenye kuvutia kina sisi. Sauti yako isiwe ni juu ikawa ni yenye kupelekea kutoka katika maadili ya Kiislamu ambayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuambia mwanamke hafai kuinua sauti yake, si kwa mumewe wala si kwa mbele ya wanaume. Wewe hitajika uwe ni mtu ambao umejihifadhi kwa heshima na adabu. Jaribuni, sio kujaribu, mufanye, mutende ya kwamba sauti zenu ziwe zenye kulegezwa mkiwa na ume zenu. Mbele ya wanaume ajnabi msilegeze. Sauti zenu ziwe ni zenye sauti nyumbani za kiasi mkiwa mko family peke yenu. Mbele za wanaume ajnabi hapana, utakuwa uko katika maadili ya Kiislamu. As'adallahu waqatakum. Bila liqa, shukran jazila wa assalamu alaykum wa rahmatullahi.